Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Tukizungumza kuhusu mashambulizi yamekuwa ni kitu cha kawaida. Yaani vita zimekuwa kitu cha kawaida. Leo hii Urusi Ukraine hatujadili tena nani kapigwa, nani kafanya nini, nani kafanya nini. Tunaenda kujadili matukio tu yanapotokea. Tukio fulani limetokea, ndio tunakuja tunalijadili. Sasa na huu mzozo ndio unakoelekea kuwa tutaanza kujadili matukio ya yale yanayotokea wakati husika. Ndio tutaanza kuyajadili hayo matukio. Kama taarifa ambazo zinaonekana leo 2-3 kuwa kiongozi wa Iran Al-Khamenei amezungumza, anasema hii ni Iran, nchi ambayo imejengwa kwenye kuta za mashahidi. Anasema ni upuuzi ambao anauzungumza Donald Trump kuwa eti tujisalimishe bila masharti. Anaambia Irani haikuwahi kuasisiwa kwa staili hiyo. Sisi sio watu wa namna hiyo. Katika kujibu hilo, nimemsikia balozi wa Iran UN anasema kuwa kuna uongo mkubwa ambao umepikwa hasa kutoka magharibi kuwa Irani imeomba mazungumzo, Irani iliomba kuja ikulu ya White House kwa ajili ya mazungumzo. Anasema hatukuwahi kuomba mazungumzo, hatukuwahi. Na hilo naweza nikakubaliana na hilo, na anachokiongea Donald Trump nikasema ni uongo, kwa sababu rudi nyuma wakati Donald Trump anatangaza akiwa na Netanyahu kwenye ofisi ya Oval mwezi wa 3 kuwa tutaanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Iran. Tutaanzisha. Before hapo hajatangaza, tayari Marekani iliandika barua. Mnaikumbuka ile barua? Mnakumbuka barua ambayo Marekani aliandika kupitia kwa balozi, ikapitishwa kwenda Oman, ikapitishwa iende Irani, Marekani kuomba mazungumzo waanze na Iran. Nafikiri Trump ni msahaulifu sana. Mnakumbuka vizuri. Kwa hiyo aliyekuwa akitaka mazungumzo sio Iran. Sio Irani kwa mujibu wa Trump. Sio Irani. Ni Marekani aliomba mazungumzo na Iran kwa mujibu wa Trump. Kwa sababu alipoandika barua ya maombi, kwa sababu aliomba maombi wazungumze, Irani walichukua takriban wiki 3 kujibu. Mpaka Marekani akaanza kushinikiza kuwa watujibu au vinginevyo tutawashambulia. Tunataka mazungumzo. Irani wakajibu ile barua, wakasema tutaijibu kwa wakati wetu. Walivyoijibu ile barua wakasema hivi, tutazungumza lakini sisi hatutozungumza na Marekani moja kwa moja. Sasa mtu anayeomba mazungumzo anakuwekea masharti ya kuzungumza na wewe, kuwa nataka nizungumze na wewe moja kwa moja au nitazungumza kupitia wapi. Mnakumbuka mjadala mkubwa katika mazungumzo ya kwanza yaliyofanyika Muscat. Washirika wa Marekani ikiwemo Trump walisema kuwa yatakuwa mazungumzo ya moja kwa moja. Irani walisisitiza wakasema indirect talk. Sio ya moja kwa moja. Ndio tutapozungumza, sio moja kwa moja. Huo ulikuwa mjadala mkubwa, na ndio maana hata sisi kwenye magrupu ya Rahby mnakumbuka kuwa tulifuatilia hili tukio na tukaliweka kwenye mjadala, tukasema kuwa tunataka tuone nani alikuwa anatuambia ukweli, nani anatudanganya. Kuwa je, haya ni mazungumzo ya moja kwa moja au ni mazungumzo yatakuwa kupitia kwa mawakala. Walivyozungumza mara ya kwanza, majibu yaliyotoka kuwa hayakuwa mazungumzo ya moja kwa moja. Katika awamu zote 5 hakuna mazungumzo ya moja kwa moja walioongea kati ya Iran na Marekani. Hayapo mazungumzo ya moja kwa moja, isipokuwa mazungumzo yalipitia kwenye ofisi ya waziri wa kigeni wa Oman, Hamad Badr al-Busaidi. Hata mazungumzo ya kwanza, vyombo vya habari vya Omani vilivyoripoti ile taarifa vilisema kuwa wawakilishi au wajumbe waliokuwa kwenye ofisi ya waziri wa kigeni wa Omani walikuwa wakitoka ukumbi mmoja wa mikutano kwenda kuwafuata wa Irani wanazungumza nao, halafu wanatoka ukumbi wa pili wanarudi ukumbi wa pili wa Marekani, wanarudi kuzungumza nao, wamesema hivi na hivi, halafu wanarudi huku na huku. Ndio maana hakuna video yoyote katika mazungumzo yote yaliyorekodiwa. Katika mazungumzo yote mara 5 za mazungumzo zote zilizofanyika, hakuna video inayoonyesha viongozi wa Irani wakiwa pamoja na wa Marekani pamoja. Imerekodiwa video, haipo, kwa sababu aliyekuwa akiwakilisha Irani ni Abbas Araghchi, waziri wa kigeni, na Marekani ilikuwa ikimtuma Steve Witkoff.
hakuna video. Sasa ukweli ni upi? Ukweli ni huu, kwa sababu wewe ndio uliniandikia mimi barua kutaka mimi na wewe tukutane, halafu leo unataka kuwafanya watu wamesahau eti useme kuwa mimi niliomba kukutana na wewe. Kwa hiyo unarudi kwenye walichosema Irani kuwa hatukuwahi kuomba mazungumzo. Hatukuwahi. Irani wako sahihi, kwa sababu Khamenei alisema wakati huo haya mazungumzo ni ya kipuuzi, wanatupumbaza. Na katikati ya mazungumzo aliyekuwa akiyakosoa mazungumzo, na hata Khamenei alizungumza kuwa hakuna mazungumzo yoyote ya maana yanayofanyika. Hakuna mazungumzo yoyote ya maana yanayofanyika. Sasa yeye ameomba mazungumzo, alafu angesema hakuna mazungumzo yote yanayofanyika. Maana yake kuwa walioomba ni wao mazungumzo. Irani hakutaka mazungumzo kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho kinaacha kipuuzi. Mfano, taarifa ambayo ameizungumza na CNN Rafael Gross, mkuu wa IAEA, shirika la atomic duniani, anasema kuwa sisi IAEA hatujasema Irani ilikuwa imekaribia kutengeneza nyuklia. Sisi hatujasema. Tulichosema tu Irani imekiuka makubaliano ya urutubishaji. Sasa hebu tujadili hapa kidogo. Tujadili kitu kidogo kuwa Irani ilifanya makubaliano mwaka 2015 wakati wa Barack Obama. Makubaliano yalikuwa kati ya Irani, Marekani pamoja na nchi zenye kura ya turufu karibu zote, Ufaransa na washirika China na wengine wote walishiriki kwa pamoja. Makubaliano ambayo yalikuwa yanapingwa na Israeli kwa nguvu zote. Nakumbuka ugomvi mkubwa wa Netanyahu na Barack Obama. Walikuwa na ugomvi mkubwa sana kwa sababu ya haya makubaliano. Kwa hiyo kuna vifungu viliwekwa na mkataba katika makubaliano kuwa utafanya hiki, huwezi kufanya hiki, utafanya hiki, na mimi nitafanya hiki, nitakupa hiki, nitakupa hiki. Sawa. 2018 Donald Trump kwa kushawishiwa na huyu Netanyahu akaamua kuitoa Marekani katika makubaliano hayo yalikuwa yanafahamika kama JCPOA. Akajitoa 2018. Alivyojitoa katika hayo makubaliano, akarudisha vikwazo kwa Irani akasema kwa sababu wewe ndio umevunja makubaliano, sawa, na sisi tunarudi tulipokuwa kwa sababu tulikuwa tumekamatwa na huu mkataba. Kama wewe umevunja mkataba na sisi tunatoka, kwa hiyo mkataba ulivunjwa. Sasa angalia dunia ilivyo na double standard. Mashtaka anayoyapeleka Rafael Gross kwenye Baraza la Usalama, na wao kama vile wamelala usingizi, eti ya Irani kukiuka makubaliano yaliyopo kwenye mkataba wa JCPOA ya urutubishaji. Irani anawaambia makubaliano gani? We mkataba ulishauvunja. Hatuna makubaliano yoyote, kwa sababu Irani wakati huo alikuwa anarutubisha 3.67 ya urani, akatoka akarudi 60 aliyokuwa nayo. Irani alikuwa na uangalizi wa pro Houthi, Yemen, Hamas, Hezbollah, Kataib Hezbollah, wote aliambiwa kwenye mkataba utawalinda, lakini alivyojitoa akaambia sina jukumu lolote la kimkataba. Sasa eti Irani anawajibishwa na IAEA kwa sababu ameshindwa kuheshimu makubaliano yaliyokuwa kwenye JCPOA ambayo Marekani alishajitoa. Yani mke umeshampa talaka, kaisha rudi kwao, bado unataka Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli.